Siri ya kuweza katika maisha ni kushipenda mwenyewe. Ukitaka uendelee na ukitaka ukue na maisha marefu, jipende kwanza, usijichukie. Malgre faiblesse unaweza kuwa nayo, malgre esheke zenye uko nazo, ujipende kwanza. Na kujipenda inakusaidia kama mwanadamu sana kusema apate kushinda. Kama wewe mwenyewe haujipendi na ujitumainie mwenyewe, hakuna kitu unaweza kuweza. Kwa sababu kusema uweze katika maisha ni kujisakrifie. Unajipenda kwanza na kisha unajisakrifie kwa ajili ya kutafuta maisha. Iwe ndani ya wokovu ni sacrifice. Iwe ndani ya kazi ni sacrifice. Ukiwa askari, unajua Ukristo ni kama vile askari. Askari ambaye hajiaminie hawezi weza pigana vita. Lakini askari akijiamini na akijua kuwa mimi nimefunzwa kwa ajili ya kupigana juu ya nchi yangu, huyu askari ataweza kushinda, atashinda vita kwa sababu anajiamini na anajua kile ambacho iko nakifanya. Na sisi wa Kristo inabidi tujiamini na inabidi tujisakrifie katika Ukristo ili tupate kushinda. Sikia, ilifika wakati Musa anaangalia nyuma, jeshi za Farao zinakuja. Anaangalia mbele, bahari iko. Kitu iliacha naweza kwa sababu alikuwa anajiaminia. Alikuwa anajua ya kuwa iko na Mungu mzima, hata maadui wanakuja nyuma na maji iko mbele, anajua Mungu atamshindania. Na ile iliacha anaweza kupenya bahari na kuingia ngambo. Na hapo akashinda Farao kwa sababu alikuwa anajiaminia na pia na alikuwa anamtumainia Mungu. Na ndio kwa maana Mkristo mpendwa ambaye unanisikiliza saa hizi, kama wewe mwenyewe haujiaminie, kama wewe mwenyewe haujue kujisakrifie kwa ajili ya Kristo, haujue kujisakrifie kwa ajili ya Mungu mwenyewe amekuita katika dunia, na kuambia utachokea bure. Na ndio kwa maana tuko katika maombi, tunaombea watumishi wa Mungu ili wapate kushinda, kwa sababu kila siku shetani kwa nafanya mastrateji mbalimbali kwa ajili ya kuangusha kanisa, kwa ajili ya kuangusha wa Kristo, kwa ajili ya kuangusha watumishi. Lakini pamoja na maombi, pamoja na ujasiri ambao Mungu ametupatia, tunajua shetani hataweza. Sababu Biblia inasema kuwa Yesu alisema kuwa amelijenga kanisa juu ya Petro na milango ya Hades haitaangusha hilo kanisa. Na ndio kwa maana tunajitumainia Mungu ambaye tunaomba ya kuwa hata vita inuke namna gani, hata watu watupige vita, Mungu yu upande wetu, hata tupungukiwa kama. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Hapa ni kinywa cha Mungu. Sijui uko wapi, sijui uko na shida gani ndani ya huduma, ndani ya faya yako, ndani ya kazi. Tuko hapa kwa ajili yako. Tunataka tukusaidie. Wenda saa zingine kuna kitu ambacho kiendeke, unajisikia uko ndani ya upekee, unasikia kama umeachiliwa, unaona kama vile ndani ya kazi kuna mtu anakupenda, unaona kama vile kila kitu unafanya ndani ya kazi hata shefu yako akufurahie. Acha nikwambie, jitumainie na uwe serious na Mungu wako. Mungu atakupigania. Tuko hapa kwa ajili yako, tutakusaidia. Tupigie tu kwa simu na uandike kwenye comment na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki pamoja nasi. Amen.